Simba anapaswa kuitetea, kuilinda na kuithamini Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Young Africans wanapaswa kuitetea na kuilinda na kuithamini na kuibusu Katiba ya Simba, mnyama Simba anayoiwakilisha Tanzania, Simba anayoipeperusha bendera ya Tanzania inayosimamiwa na daktari mwanamke shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Mashabiki na wanachama wa Young Africans kuilinda na kuithamini Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Young Africans wanapaswa kuitetea na kuilinda na kuithamini na kuibusu Katiba ya Simba, mnyama Simba anayoiwakilisha Tanzania, Simba anayoipeperusha bendera ya Tanzania inayosimamiwa na daktari mwanamke shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Mashabiki na wanachama wa Young Africans walishindwa kunielewa kwenye interview yangu ya majuzi. Mimi nilisema wazi kabisa kwamba Simba ninaiona inaenda kurudi na kombe la shirikisho barani Afrika. Simba ninaenda kuiona inabeba ufalme wa hapa Tanzania kwa ajili tu ya kurudi na kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa wewe ambaye mwenye kinyongo, wewe mwenye husda, wewe mwenye majungu, wewe mwenye roho mbaya, sisi kama wachambuzi tunapenda nchi yetu iweze kutangazika nje ya nchi hii ya Tanzania. Tunapenda nchi yetu iendelee kuuza sura. Ni nani sasa ambaye ni mvumilivu kwenye mashindano ya kimataifa? Ni nani ambaye huwa anavumilia shida kwenye mashindano haya ya kimataifa? Baada ya kufanya uchunguzi wa kina kirefu, tukazama mpaka ndani, tukajua ni mnyama Simba peke yake ambaye anaweza kuvumilia kwenye mashindano ya aina yeyote yale ya kimataifa. Mimi binafsi ninaipa heshima Simba, ninaipa uthamani mkubwa, pia ninaipa sasa nafasi ya kuwa yeye ni mfalme wa hapa Tanzania. Hawakunielewa mwanzoni. Simba ni timu ambayo unaweza ukavani kama haiendi, kumbe ndo inaenda. Young Africans ni timu ambayo unaweza ukaona inaenda, kumbe haiendi. Kwa hiyo hawa watu wawili ambao Mungu kawapa neema ya kuingia mara kwa mara kwenye mashindano makubwa ya kimataifa, mara nyingi sana Young Africans huwa anaonekana kama anaenda, kumbe ndo anarudi kinyume. Simba huwa anaonekana kama haendi, kumbe ndo anaenda. Kwa hiyo mashabiki wa Young Africans, mashabiki wa Simba, wote muungane kwa pamoja kuwapongeza Simba, kuwapa vyeo, kuwapa nafasi yao. Wametuwakilisha kwenye hii nchi ya Tanzania. Tulikuwa watoto yatima baada ya Young Africans kule klabu bingwa, baada ya kutereza tena kwa uzembe kabisa, ni wa kusikitisha, baada ya kurudi hapa Tanzania. Bila Simba mpaka leo sisi Tanzania tungekuwa ni watoto yatima. Nini tungemwambia sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kuiona bendera yetu imeshushwa kwenye nchi za kimataifa? Ingekuwa kidogo
tungeonekana hatuna maana. Haiwezekaniki vilabu zaidi ya 3 vya Tanzania visipeperushe bendera ya Tanzania. Hilo ni jambo gumu sana, lakini ni mnyama peke yake ambaye anaweza akavumilia kwa hali na shida, kwenye majonzi, kwenye furaha. Simba huwa anaenda kuvumilia. Leo simba ndani ya South Africa kwa hayati Nelson Mandela akaweza kuchukua nafasi, kaweza kuchukua tiketi ya kwenda fainali. Na leo nasema tena kwa mara nyingine, ninawaambia Watanzania, simung'unyi maneno, siteteleki, sipapasi macho, moja kwa moja kwamba Simba anaweza kurudi na kombe la shirikisho barani Afrika ndani ya ardhi ya Tanzania, na atapokelewa kwenye uwanja wa ndege wa Julius Kambarage Nyerere ulioko pale Gongo la Mboto Banana. Wana Simba watampokea, wana Yanga watampokea, watake wasitake watampokea, Simba akiwa anarudi na kombe la shirikisho barani Afrika. Kiukweli mchezo pale kwa Nelson Mandela South Africa ulikuwa ni mchezo wa kukata na shoka. Ni mchezo ambaye wa Tanzania na East Africa kiujumla walikuwa wanausubiri kwa hamu sana. Walikuwa wanataka kuona, je, mnyama Simba anapenya kwenye tundu la sindano au mnyama Simba anaweza akadunda. Lakini yule fundi nguo ambaye amechukua uzi na akaupenyeza kwenye sindano, mwisho wa siku ukapenya. Tumeona Simba kasha penya kwenda fainali. Tusubiri sasa, je, atarudi na kombe? Mimi binafsi tayari nimeshaota ndoto ya mchana, Simba anarudi na kombe la shirikisho barani Afrika. Watake wasitake, Simba tumpe heshima yake. Yes, tumpe heshima yake. Kwanza tusimame kwa pamoja, wanayanga wote na mashabiki wa Simba, wanachama na viongozi wote wa Tanzania, tusimame kwa pamoja tuweze kuwaimbia Simba wimbo bora ule wa Tanzania. Simama, usione aibu kusimama. Wewe simama, tuimbe kwa pamoja wimbo wa Tanzania, maana hilo ni tukio kubwa la Simba kwenda fainali ya mabingwa barani Afrika.